ambayo iko katika Waefeso sura ya 6 mstari wa kwanza tunasoma hadi mstari wa 3. Inasema hivi: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Kisha anasema mstari wa 2, waheshimu baba zako na mama zako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Mstari wa 3, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Amen. Hii tuko tunataka zungumuza juu ya watoto lazima watii wazazi wao. Dunia ya leo uko nakutana watoto wengi hawana heshima kwa ajili ya wazazi, na hii ni amri kubwa nyingi sana ambayo iko natuma watoto generation ya siku ya leo inakufa mapema, haikai siku nyingi, haiishi miaka mingi. Kwa sababu gani? Sababu moja tu yenyewe inaweza kutuma unaishi siku nyingi, miaka mingi, ni sababu moja tu, ni heshima. Amena? Sijui kama tuko pamoja. Ukitaka uishi miaka mingi kwa hii dunia, uheshimu wazazi. Mzazi haiko mwenye anakuzaa tu. Munisikie hii neno. Labda unaweza kuzania kama mzazi ni yule mwenye anakuzaa tu, wala mama yako wala baba yako mwenye amekuzaa. Hapana. Mzazi ni mtu wowote mwenye anakufanya nini? Anakushinda miaka, mwenye iko na responsibility. Tuko pamoja? Ni mwenye iko mkubwa, mwenye anakuzidi miaka. Ameona nini? Ameona dunia hii, amezaliwa mbele yako. Kama mtu akisha zaliwa mbele yako, huyo ni mtu mwenye anastahili kumheshimu. Tuko pamoja? Ukiona mtu mwenye anakushinda miaka, ujue kama huyo mtu lazima umheshimu, kwa sababu ni mtu mwenye ameona vitu vingi, amejua vitu vingi, na ni lazima umheshimu. Sasa tuko tunaangalia hii generation ya siku ya leo, ni generation chachu, ni chachu inaingia sana katika generation ya siku ya leo. Na Biblia inasema siku za mwisho itakuwa ni siku za hatari. Watoto hawatakuwa tena na nini? Hawatakuwa na heshima, watakuwa wakaidi. Na kweli tuko tunaviona mwa hii siku, watoto wengi, wa vijana wengi ni wakaidi, wenye kupenda fedha. Hata unaweza kumshauria namna gani, kama akisha kamata decision yake na nakamata. Hakuna kitu kia lazima mu maisha ya ujana sa vile kufanya nini? Kusikia mashauri. Tuko pamoja? Ukitaka Mungu akusaidie mu maisha yako na uwe na maisha marefu, uwe na maisha mazuri, sikia mashauri. Mashauri itakusaidia sana sana mu maisha yako. Mashauri itakusaidia kujilinda na mambo mengi. Mashauri itakuongoza katika ujana wako, na utakuja kujikuta unafika kuwa muhali fulani, unafika katika miaka fulani, na wewe unakuwa unasaidia watu wengine. Njoo shabaha ya mashauri. Mashauri wakati wanakushauri unayashika, ile mashauri inakusaidiaka wewe mwenyewe na inakuya kusaidia watu wengine. Tuko pamoja? Kama leo tuko gisi tulivyo, ni kwa sababu tulisikia mashauri. Tuko tunafuatana? Kama leo tuko watu watatu, kuko watu watatu ambao unastahili usikie, na wale watu watakusaidia maisha yako. Ni watu wangapi? Watatu. Mtu wa kwanza mwenye atakusaidia ni mzazi. Ule ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili mwenye atakusaidia, atakufunza. Mtu wa pili mwenye atakufunza ni mwalimu wako. Tuko pamoja? Mtu wa tatu mwenye atakusaidia na kukufunza ni kanisa. Hizi mambo matatu uishike sana. Mashauri naipata kwa mambo watu watatu. Mtu wa kwanza ni nani tunasema?
mzazi, huyo ni wa kwanza. Wa pili mwalimu. Watatu nimesema mzazi, mwalimu, kanisa. Tuko pamoja? Kanisa, tukisema kanisa tunaona nani? Tunaona mchungaji iko pale. Ndio ile walisema wachungaji. Wachungaji wako pale kwa ajili ya kuwasaidia na kuwaelekeza. Sasa ukikosa kwa haya mambo matatu, kitu kenye kitakufundisha sasa vizuri, kama ukukamata haya mambo matatu, kitu kenye kitakufundisha sasa ni dunia. Sasa dunia usipende hata siku moja dunia ikufundisha, sababu dunia ni ya shetani. Tuko pamoja? Ukiona mtu anaanza kufundishwa na dunia, tayari ameishafanya nini? Ameshaingia mshida, ameshaingia munini, mumatatizo, kwa sababu dunia haiwezi kukufundisha hata siku moja. Dunia inafundisha vibaya. Ukiona mtu anaanza kufundishiwa na dunia, manake huyo tayari aisha kosa watu wangapi? Au watu wenye tunakuambia, manake wale watu wote, ile ngazi yote, ile step yote aisha ifanya nini? Ameisha ikosa. Ameshashindwa kufundishwa na wazazi, ameshashindwa kufundishwa na kanisa, ameshashindwa kufundishwa na nani tena? Na nini? Mwalimu wa shule. Sasa dunia sasa ndio inaanza sasa kumfundisha vizuri. Sasa ile dunia ndio itakufundisha vizuri mpaka utajiona huko wa zero. Ukiona mtu anaanza kufundishwa na dunia, manake ule hana tena nini? Hana mtu wa kumfunza, hana responsibility maisha yake. Ndio maana nataka nikuambie wewe kijana mwenyewe uko hapa, jilinde sana. Jichunge sana katika maisha yako. Sikia mashauri ya wazazi, na ndio itakupatia kuishi miaka nyingi kwa hii dunia. Ukitaka kuishi miaka nyingi, heshimu. Hakuna ingine dawa. Dawa ya kuishi miaka mingi mwa hii dunia ni kufanya nini? Ni kuheshimu wazazi. Kama uheshimu wazazi, utakufa mapema. Ndio maana kwa kutana watu wako nakufa mapema. Kwa sababu gani? Hawaheshimu wazazi. Mzazi ni mtu wa kwanza, ndio foundation ya nini? Ya maisha yako. Ukitaka maisha yako iwe na foundation, sikia mzazi ambayo anakufunza mambo ya kukuelekeza, kwa sababu kuna mzazi ambaye anafunza vibaya. Sawa? Hatusemi wale wenyewe wanakufunza mafunzo mabaya. Tunasema mzazi mwana anakupatia mashauri mazuri. Kuko mtu mmoja mwenye hata niwapatie mfano kisha tusikie maswali. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa anaenda kuiba, analeta kwa wazazi yake. Anapoleta kwa wazazi wanamfurahia sana, zaidi mama anamfurahia sana, sema niko na mtoto mzuri kabisa. Mtoto mwenye anatuleteaka kila siku. Anaenda hajui kama anaenda wapi, kumbe anaenda kuiba, anakuja kuleta. Mzazi akakuja kujua nyuma kama kumbe anaendaka kuiba, analeta. Lakini kwa sababu anamleteaka, hajali kufanya nini? Kumuadhibisha, kumshauria. Ule mtoto akaendelea tu mwa ile hali. Lakini sasa Waswahili wanasema siku ya mwizi ni siku nini? Ni 40. Ilipofika siku moja wakamkamata ule mtoto. Walipomkamata ule mtoto, walimfunga miaka. Unanielewa? Walimfunga. Wakati alipotoka kule gerezani, kitu gani babake yeye alikuwa anamshauria, mamake yeye alikuwa anafanya nini? Alikuwa alikuwa anamfurahia, kisa alikuwa anaenda kufanya nini? Analeta vitu nyumbani. Kitu gani Kenya alisema? Wazazi, nataka kusema, akaambia mama yake, mama, kama mimi nimefungwa leo na mimi sikuacha kuizi, ni juu yako. Unanielewa? Akasema kama mimi leo nimefungwa ni kwa sababu ya mama. Mama aliniacha niwe naenda kuiba, ninaleta vitu, anafurahia kuliko anishaurie, yeye ananiacha. Sasa kama leo niko gisi nilivyo kwa hii hali,
ni juu ya mama. Acha niwaulize, ule ni mama mzuri? Mimi nawauliza, ni mama mzuri? Mama mwenyewe iko na kufurahia wende uibe kisha unaleta, ule haiko mama mzuri. Ni kusema mtu mzuri, mama mzuri ni ule mwenye anakushauria, anakuambia, anakuona huko naenda vitu vibaya, anakuambia acha hii. Sasa kama sisi tunawashauria na tuko tunawasaidia, ni kwa sababu kesho wewe ndio utasaidia watu wengine. Amena. Hakuna mtu mwingine mwatasaidia watu wengine isipokuwa wewe. Ndio maana tuko tunawapatia neno kusudi mwende kusaidie watu wengine. Zaidi dunia ya leo inaharibika na wa boyfriend na wa girlfriend. Ile inaharibisha wavijana sana. Wavijana wanaharibika na wa boyfriend na girlfriend. Usiende kuingia muhali ya ba boyfriend na ba girlfriend, utaharibisha maisha, utaharibisha future yako. Tuko tunafatana. Muda utafika utaoa, muda utafika utaolewa, lakini usikimbilie kuingia mwa ile dunia ya ba boyfriend na ba girlfriend. Itakuingiza mshida ya urafiki, kufanya urafiki na bado muda hujafika. Si wale wa vijana wako? Halo? Eske mnajua kama wale wa vijana wako na ba boyfriend na ba girlfriend? Na wako hapa na huko nanitazama. Kama huko mwa ile hali, acha usikie kuingia mshida. Achana na ile boyfriend, huyu ni girlfriend yangu. Itakuingiza mshida, matatizo, magumu, mpaka wewe peke ushako na mtu anaoa na hayakuwa tayari. Kisha utakimbia. Hauna kitanda, hauna matela, hauna kitu chochote, au yatayarisha future, unaenda kuona, unaanza kutafuta girlfriend. Utakimbia hii Kenya hii. Utakia kujikuta unaenda Uganda. Unakimbia kwa sababu gani? Au yakuwa na responsibility yoyote. Fanya kwanza, tayarisha kwanza future yako, soma, piganisha na maisha, vile vingine vyote vitakuja nyuma. Mungu awabariki. Amen. Sijui kama kuko. Yes, pastor. Okay, Bwana asifiwe. Nimeshukuru sana kuwa pamoja nanyi katika kikao hiki. Hii ni vijana wetu ambao tunawatazamia kwa mambo mengi mazuri katika maisha yenu. Na mmezaliwa hapa katika kanisa, mnazidi kulelewa hapa. Kwa hivyo ni vizuri sisi kuongea nanyi, tushauriane nanyi, tusemezane hata yale mambo mazito na magumu ambaye aidha mnapitia ama mnayaona. Hata unaweza kuwa umeona kwa mtu mwingine na unaona inaweza kuaffect. Hata hiyo maswali na mambo hiyo tutaongea hapa. Kwa hivyo ningependa sana muwe huru kuuliza hiyo maswali yenye maandika ya kuongea, na katika wakati ya mjadala tena muwe huru muhusike katika mjadala. Mkiuliza maswali, ukiona ka point fulani kama kuingia, unasema hiyo point rudie vizuri tuweze kurudia na muelewe. Ni sababu gani? Si tuko hapa kama wazazi katika tuna watoto, na tena nyinyi ni watoto wetu. Kwa hivyo tuko na hiyo uwezo ya kuweza kuwashauri. Na msione ati ni sisi ni wazee ati tuwezi kuwashauri vizuri, hapana. Kama ni ujana, mimi nimepitia. Nilikuwa mtoto, nikakuwa kijana, mpaka nimekuwa mzee. Sasa naelewa hizo stages zote. Zile changamoto aidha zenye unapitia saa hii, mimi nilipitia. Sasa ukiongea mimi ina ring. Nilipitia namna gani na nikaweza namna gani mpaka nimefika miaka hii. Sasa aidha naelewa. Alafu pili, niko na watoto hata wengine nikakuwaliko. Hata wasichana walio miongoni mwenu hawa. Msiogope kuuliza maswali sababu si mnajua nina binti kama nyinyi. Sasa ni sawa tu mimi nashauri binti yangu. Sasa nikishauri msione hukumu sana. Wacha tuongee, tufahamiane na tusaidiane ili maisha yenu yawe mazuri. Na chenye nashangaa mlikuwa wengi, sijui wengine wameenda wapi.
stretch sana. Sasa kwa hivyo siwezi ongea sana, tuwe huru, wacha tujadiliane na Mungu atatusaidia. Amen, amen, amen. Makofi kwa pastor. Mimi pia naitwa Dennis. Mimi natoka hapa, mimi nitakuwa leo moderator. Nitakuwa nawasikiliza na present Masi. Karibu. Umefunza watoto. So wacha tufanye introduction, kila mtu aongee, tufanye ile kitu inaitwa ice breaking. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Idi Samuel. Barikiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Amos Kimutai na niko na swali. What's the meaning of life? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hii ni encouragement too for my fellow youths kama napata time. Praise God. Praise God again. My name is Amy Glory. Praise God. Praise God. My name is Miriam. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Sarah Waka. Amen, amen, amen. Ice breaking and Adam here. Hallelujah. Praise God. I think nyinyi wote mnanijua. Pastor, mimi naitwa Teacher Masi. Hawa wanafunzi wote hawa ni wangu, hata huyu ni mwanafunzi wangu. Anasema atapeana encouragement to fellow youth, but nimemfunza yeye. Amen. I thank God because of the grace. Amen. Yeah, I'm here to listen to you. Amen. Asante. Tujipigie makofi na tupigie our leaders makofi. So we are just here to talk na kwa tu open. Naongea kama baba na mtoto, ndugu na dada, si ndio? We just be free to talk. So we have a question here. Naweza tujibie kwanza ya huyu anasema, Oh, yeah. alisema Fine. neno moja, anasema maisha ni nini? Si ndio gisi nafikiri? Maisha inasema nini? Maisha ni kitu kia lazima sana. Amena. Tunaweza kusema kwanza definition ya maisha. Maisha kwanza ni kuishi. Sawa? Kuishi katika mambo mazuri, kuwa vizuri bila kuwa na magonjwa, bila kuwa na shida, bila kuwa na matatizo, ile ni maisha. Amena. Na tukisema maisha kunani mzuri, ku contest ya mzuri, tunaenda katika maisha ya Kikristo. Sisi hatutaka kubeba katika maisha ya kawaida. Sisi tutabeba katika maisha ya nini? Ya Ukristo. Maisha kwanza ni kumjua Mungu. Ile ndio maisha. Maisha kwanza umjue Mungu kwanza. Uokoke, ujue Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na mjua Mungu, ile ni maisha, kitu cha kwanza. Maisha ya kawaida, ile ni maisha ya kiroho. Ujue kwanza Mungu, ile ni la jambo la muhimu. Ya pili, maisha ya kawaida uwe na afya nzuri, hiyo ni maisha. Usiwe na magonjwa, usiwe na shida, lakini uishi Mungu akusaidie na kuomba Mungu uwe na afya nzuri, ile ni maisha. Maisha ya pili uwe na mke, ile ni ya pili. Maisha ya tatu uwe na pesa. Maisha ya nne uwe na watoto. Ndio maisha ile. Ile ni maisha ya kawaida. Kwanza uwe ujue Mungu, sawa? Ya pili lazima usome, uende shuleni wakufunze. Ukishafunzwa baadaye upate kazi, sawa? Baada ya kupata kazi ufike kiwango fulani uowe. Si ile? Baada ya kuoa uchague mwanamke mzuri, usichague mwanamke mbaya. Kwa sababu ukichagua mwanamke mbaya, hiyo ni shida, sasa unaingia ndani yako. Baada ya kuchagua mwanamke mzuri, ufanye nini? Uzae, ukuwe na watoto. Si ndio maisha ile? Kisha baadaye unaishi vizuri, una enjoy life. Si ndio ile enjoy life. Lakini ukuwe ndani ya Mungu. Mwanzo ni Mungu, sawa?
njoo una enjoy life, ile njoo maisha. Tukisema maisha, ile njoo maisha. Ni kusema maisha kama hauna vile vitu, utakuwa tu na shida, utakuwa tu na matatizo. Tuko pamoja? Ya kwanza tulisema ni nini? Ujue Mungu, ile ni ya kwanza. Ya pili, uwe na afya nzuri, ile ni ya pili. Ya tatu, usome, usikose kusoma, jikaze. Ndio maana tuko tunasema mwende shuleni, sawa? Soma kabisa, Mungu akusaidie uende shuleni, ufanye usome kabisa, madigrii uko nayo, itakusaidia maisha yako. Maana uko na tayarisha nini? Future yako. Ingine, upate kazi, usikose kazi. Hata kama umesoma, ujikaze, piganisha upate nini? Kazi ya kukusaidia katika maishani mwako. Tuko pamoja? Na kutayarisha future yako. Tukasema ingine, kuwa na mke, usikae vile, kwa sababu Biblia inasema lazima mwanaume afanye nini? Aowe, mwanamke aolewe. Hautakaa bila kuoa, hautakaa bila kuolewa. Ndio maana tulisema usikimbilie kuwa na girlfriend na bado muda huyafika. Kila kitu kinakujaka kwa wakati wake. Tunafuatana? Subiri, muda utafika, utaoa. Subiri, muda utafika, utaolewa. Usikimbilie kwa sababu mtu mwingine anaoa, kwa sababu mtu mwingine anaolewa na wewe unakimbilia, utaingia mshina. Hakuna kitu kibaya za kuoa mbaya, za kuolewa vibaya. Utalia, utajuta mwa hii dunia. Lakini ukioa vizuri, unaenjoy life. Tuko pamoja? Utaenjoy life kabisa. Utajisikia uko na amani hata kama hamna kitu chochote, lakini utaenjoy life. Ya mwisho tunasema nini? Uzae. Inabidi uwe na watoto, uzae watoto na wewe itakusaidia. Mungu akubariki. Makofi kwanza kwa pastor. Sawa. Ninaongezea hata kidogo. Maisha ni nini? Maisha ni katika ile hali ya mtu kuwa hai. Wakati mtoto anazaliwa duniani, ameanza maisha yake kama mtu. Na mtu anapoanza maisha, tayari kuna program ndani yake. Kuna program ya Mungu ndani yake. Na program ya Mungu hiyo itaenda tu automatic. Yaani inaanza tu automatic kwenda. Mwili una react jinsi unaendelea kukua, mwili unaendelea kureact hivyo. Kuna program ya Mungu automatic. Hata saa zingine huwezi funzwa na mtu. Unajikuta tunafanya mambo fulani ukifika stage fulani. Unajisikia kwa njia fulani ikifika stage fulani. Ni program ya Mungu yenye uliwekewa ndani. Katika ile program kuna ile original ya Mungu, alafu kuna ile yenye Mungu aliweka ndani, ile nafsi sasa, ambayo ni soul. Hiyo nafsi ina control mambo yenye nitakana, yani wewe binafsi unakuwa na mawazo tofauti na mimi, tofauti na yule mwingine. Hiyo nafsi yako ina kucontrol jinsi unaweza reason tofauti na mimi, jinsi unaweza fanya tofauti na mimi, jinsi unaweza tembea tofauti na mimi. Inakusaidia hivyo. Ndio unakuta huyu pastor ni tofauti na mimi kwa reasoning yetu, kwa matendo yetu, kwa mambo fulani unakuta tuko tofauti. Sababu tuna ile nafsi Mungu aliweka ndani tu control. Haya, hii vitu mbili tukishaenda na hii mwili sasa ndio inaonyesha mimi ni nani kwa mtu kutuangalia. Lakini yenye control ile program yenye Mungu aliweka ndani ya kwanza, alafu nafsi yangu zimeambatana. Wewe mtoto mwangamati. Nikishaendelea katika maisha, utakuta ya kwamba inahitaji tena nipokee roho wa Mungu. Katika ile spirit yenye Mungu aliweka ndani yangu. Nipokee roho wa Mungu anisaidie kwa mambo mengine yenye siwezi. Yaani anisaidie kwa connection kati yangu na Mungu. Kama hiyo connection hakuna, unakuta sasa maroho zingine zinaanza kuingia sasa. Za ibilisi zinaanza kuongea ndani yako, zinakupeleka mambo ya ibilisi. Ndio unakuta mtu alikuwa na mawazo mazuri lakini anaanza kufikiria vibaya. Nikitumia kwa bangi itakuwa mzuri,
Nikienda hivi itakuwa mzuri, ambaye ni kinyume na neno la Mungu. Ndio Mungu amempa roho ya mwanadamu iko ndani yake, alafu ina connect na roho ya Mungu kukusaidia kuenda ama kukaa kiungu. Ndio sababu lazima mtu akifika mahali lazima aokoke, ili hiyo connection na Mungu iwe zaidi, ndio aepukane na matatizo ya dunia. Lakini programu ya Mungu ikifika wakati ya kukua kijana, unajikuta tu umeanza kufikiria kama kijana. Kama ni msichana, unakuta mwili inaanza kureact kama msichana. Sasa inaanza kureact hivi, matiti inaanza kutoka kama ni kijana, sauti inaanza kuongezeka. Ni automatic hiyo. Mtu hawezi kufunza ati anaanza kutoa sauti. Yenyewe inakuja tu automatic. Ikifika wakati wa kuoa tena unajisikia tu mimi natamani niishi na mtu. Hiyo programu ya Mungu tu iko ndani. Hiyo ndio maisha, na maisha hiyo naye inaenda kwa uzuri na kwa ubaya. Saa zingine hata ubaya wakati mwingine kuja kwa maisha sio vibaya. Inakutrain kukuwa na roho ngumu, inakutrain kumjua Mungu zaidi, inakutrain kujua kwamba dunia hii sio mahali petu, ni mbinguni ndio kwetu. Sasa zingine kupitia katika matatizo inakusaidia kukua. Saa zingine kuanguka mtihani inakusaidia kukua kwa mambo fulani. Sio yote mbaya, lakini chenye tunatamani kila mtu maisha yawe mazuri, tupate tu mambo mazuri kwa wingi kuliko mabaya. Sijui nimeeleza sawa? Sawa. Wow. What is life? What's life? So I think mimi sita expound sana mwenyewe amesema they have said a lot. They have said everything. So me what I can say is life is being alive. Wanasikia. Amen. Na venye mtumishi amesema being alive tunaiweka into context of Christianity. Yes. Unaiweka in context ya Christianity. Wanasikia. Amen. So us being alive, we have a reason for us to be alive. God has given us a purpose to be alive. So we are supposed to live the way God wants us to live. So life is being alive. Now when you are alive, you're supposed to walk in the right way. Amen. When you are when you are sick, you are not healthy. Now you can, so zingine unaweza anza kukasa. Like people of the world wanaanza kusema that, oi, sasa mimi ni mgonjwa nini, maybe I can die. But for us who we have Christ, we depend on Christ for our life. Aweze kutusimamia, aweze kutupigania na kutuepusha na majanga, tuseme kutuepusha na kifo. Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo life ametupatia sisi for us to be alive and to live. So being alive is a reason for us to serve God. So life is being alive, just like that. And for us being alive, we are living for God. Makofi kwao. Wamesema vizuri. And you know life, what's life? Here is one. Naweza kuchanganya. First ametupatia stages of life. Ndio. Tulisha expound kidogo. Masi amefanya. So life is what you make it. The first place. Life is you being alive. Some you are alive. What are you doing with that life? So hiyo stages yenye tumepewa, don't listen. Now you are a teenager, you are in school. Don't miss school. Don't miss graduating. After graduating, don't miss getting married. And don't miss finding a work. Amen? Hizo stages. Hiyo ndio kitu inakuja na define life. Otherwise utafika huko mbele, una define life, unakuta you are missing this, you are missing that. Na ukiangalia it was because of our own mistakes. Sindio? So hiyo stages mtumishi wa Mungu ametupatia, make sure we follow them one by one. We try and achieve. Alafu itakuwa ni baraka sana. I feel it is very wide. So as we continue, tunakuwa blessed kweli. Are you getting anything? So there is a question here. When is the right time to one know it is when do one know it is the right time to move out from home? When is the right time? Yaani mtu anajuaje ni wakati imefika yeye kutoka kwa bomu? When is the right time?
nimesema, nafikiri ukifuata hii mambo yenyewe nimesema ni mambo inajibia hii swali yenye wameuliza. Sawa? Wakati mtu amezaliwa ni lazima aingie mwali ya shule. Si vile? Shule, wakati unafika shule, ukimaliza shule itafika kiwango fulani ndio utakuwa wanawaita wanani? Autonomy, ndio autonomy. Unakuwa unajisimamia wewe mwenyewe. Sisi kule kwetu kama ukifika kiwango kia miaka 18 naenda kuile na sheria ya kule kwetu. Sawa? Sheria ya kule kwetu ukifika miaka 18 kule Ulaya, hapo wanakusabia kama unakuwa mtu mzima. Tuko pamoja? Unakuwa mtu mzima. Wanakuambia sasa unabidi kutoka uende independence. Manake ukue huru, ukue wewe mwenyewe. Miaka ngapi? 18. Kwa sababu wanasabia kama miaka 18 huyo ni mtu maana anakuwa anamaliza shule. Sawa? Anastahili kwenda kwake sasa akuwe independence na aanze kufanya maisha yake. Unanifuata? Atake control ya maisha yake. Kwa sababu hauwezi kutake control ya maisha yako kama ungali nyumbani. Tuko pamoja? Na huwezi kuwa na responsibility wakati uko wapi? Hauwezi kutake responsibility kama ungali nyumbani. Sasa ukishafika miaka 18 umeona kama unaisha soma, piganisha sasa utoke nyumbani, kwa sababu kutoka nyumbani itatokana na wewe. Tuko pamoja? Hapo wazazi watakwambia toka. Mnifuate vizuri. Kutoka nyumbani itatokana na wewe, sio wazazi watakwambia toka. Ni wewe utafika miaka fulani, unaona kama hapa sasa mimi napasha kutoka nini? Nyumbani nikuwe na maisha yangu binafsi. Kwa sababu gani? The more unaikala nyumbani, the more unafanya nini? Unapoteza responsibility yako. Tuko pamoja? Ukitaka kukamata responsibility ya mzuri sana, usikubali kubaki nyumbani. Tumeona zaidi Afrika huko nakutana watu wanafika 40 wako nyumbani. Amuyaviona vile? Si wako na hapa Kenya. Sasa imagine mtu mwenye iko na 40, iko naishi kwake, anaishi mboma, ndio wanaita boma hapa. Si boma? Boma ya wazazi, ya baba, ya mama. Huyu yuko na responsibility? Hana. Lazima utoke ukamate responsibility yako kama vile nafikiri hapa kuna mwenye iko na 30 unyinyi. Hakuna? Mwewote mko na ngapi? 20 kama ni. Huyu ni ngapi? Ulisema ni ngapi? Wewe ni ngapi? Uko na ngapi? Mnaogopa kusema miaka yenu? Ule naye ni miaka ngapi? Miaka mingapi? 18. Wewe? 23. 23. Huyu 20. 20. Kama hao ndio wako naenda kunani? Wako naenda kusogea mbele kidogo. Mnasogea sana. Sawa? Nyinyi kabisa mkipasha kutoka nyumbani. Kunyinyi wawili nyinyi mngali mnakaa nyumbani mwenu. Nyinyi wawili mngestahili kutoka. Sababu miaka yenu inawaonesha kama mutoke nyumbani. Sawa? Sasa mpiganishe kama mngali nyumbani, anza kupiganisha kufanya nini? Kutayarisha kusudi mtoke. Kwa sababu gani? Nawaambia vile. The more uko kunyumba unakaa nyumbani sana, akili yako haiwezi kutumika vizuri. Tuko pamoja? Wakati ukitoka nyumbani, mimi nakwambia nilianza kutoka nyumbani ningali mdogo. Ningali na miaka, nilifikisha miaka ngapi? 17. Nilianza kuwa na kwangu. Wazazi waliniacha nikabaki mimi mwenyewe. Na ikanipatia nini? Fanya hivi. Ikakupatia, hauwezi kuwa na akili, kupata akili vizuri kama ungali na hiyo uko na hiyo miaka unaonekana nyumbani. Tuko pamoja? Sijui kama mnanielewa. Kama unajua unafikisha 20, jikaze sana toka nyumbani. Fanya nguvu utoke nyumbani. Kwa sababu gani? Ile itakusaidia kukupatia nini? Akili ya kupiganisha juu ya maisha.
Okay. Wakati mzuri wa kutoka nyumbani. Anyway, Israeli ilikuwa 16 years ndio mtu alikuwa independent. Kijana atoke kwa wazazi wake ajisimamie. Anyway, hapa Kenya wanasema vile Belgium 18 years mtu amekomaa. Ndio inawezekana hivyo, lakini bado. Kwa nini? Yaani ukijaribu kulinganisha na vile mambo yako unakuta bado. Sababu watoto wetu saa hii hakuna mtu mwenye na masomo yake ni primary school, hapana. Saa hii hata secondary bado hajakamilisha masomo mpaka aende college ama university, ndio ionekane ya kwamba at least anaweza, yani amekamilisha mambo ya masomo. Sasa kwa hivyo wengi wanaweza pata neema ya kukaa kwa boma ya wazazi wao, sababu akimaliza secondary wengi wanakuwa kitu 17 18 years hapo. Ongeza miaka ingine ya college, miaka 3 ama miaka 4, inafika ngapi? Sema 18 plus 21 hapo 22 years, 23 years sema. Hapo na amemaliza mambo ya college. Sasa hapo anaweza anza kujisimamia hapa Kenya. Kwa hivyo kabla hujakamilisha masomo usiwe na mbio sana. Ama kuna mwenye amekamilisha masomo hapa? Umekamilisha? Niko na swali kwa hiyo. Kama umemaliza like secondary and then you are thinking of going to the next level of education. Na maybe you find a job penye unaweza anza kufanya na pia shule inahitajika uende, unachaguaje? Sasa kama unaweza pata mahali pa kazi na uone ya kwamba ni kazi nzuri sana ambayo inaweza kusimamia vizuri kwa maisha yako vizuri, pengine unaweza amua hiyo. At this age kuna kazi inaweza kusimamia vizuri. Naye tu mshahara tu mzuri, unaona hii nikipata hii sitahangaika tena. Hata bila college siwezi kuwa vibaya. Lakini kama unaona ya kwamba huwezi simamia mambo yako vizuri, hata afadhali uache hiyo kazi. Enda college kwanza. Na ukienda college alafu maybe mzazi ana ile sema uwezo wa kukupatia kila sana, umeenda college. Yeah. Maybe college ni pale uishi karibu na mzazi. Yeah. Hapo unahitaji pesa yenye kufanya matumizi yako hapa na pale. Unaona nini? Okay. Umemaliza? Okay. Mambo ndio tulikuwa naongea kwa swali niuliza, swali la maisha hii. Maisha usitarajie vitu kuwa soft sana. Ile ikuwa vitu kuwa ngumu, ile pesa kutopatikana, hata pesa ya chakula, hiyo ndio maisha. Na inakusaidia kwa njia fulani huko mbele. Kuna changamoto kubwa zitakuja kule mbele kuliko hiyo. Sasa lazima uvumilie hii. Na nyinyi kizazi cha saa hii, I'm sorry to say that. Kizazi cha mko soft sana. Very soft. Vitu zinapatikana rahisi sana. Watu wenye masoma miaka ya nyuma hapa. Mtu anaenda college, tusema hata hapa anaenda kama kama ya teaching ilikuwa wapi? Ilikuwa Ukambani, ilikuwa Machakos Teachers College. Mtu ameenda huko shule, college. Unajua anapewa school fees ya kuenda nayo na pocket money. Unajua mpaka wakati tamu itaisha, hakuna njia yoyote mzazi anaweza kutumia pesa kule. Mpaka hali ikiwa ngumu, atafute kibarua hata kama ni ya mjengo ya nini, ajisustain mpaka wakati wa kurudi. Lakini saa hii ukipata tu ati hakuna breakfast ama kitu ya kunywa chai peke yake asubuhi. Oh mama, njaa inanimaliza. Njaa gani? Saa zingine mambo ikiwa magumu, usizoee vitu yote kuwa rahisi. Ati mzazi alipe tu school fees tu continuous bila wewe kufukuza, usizoee hiyo sana. Wacha hata saa zingine ikose, wewe uende utafuta hata kibarua mahali ukuje usaidie kulipa school fees. Inakusaidia kule kujisimamia. Kwa hivyo kusema nilikuwa naongea juu ya nini? Nilikuwa naongea juu ya sawa. Sasa college ni bora. Hata kama mwishowe utahangaika kupata kazi, ni bora sana. Hiyo masomo watu wenye wamepitia college wako bora zaidi kuliko wenye wajaenda. Nikuhakikishia hiyo. Hata kama mwishowe utapata hiyo kazi, hata ukipata kazi tofauti, hiyo masomo itakuwa imekushape kwa njia fulani
ambayo utakuwa mtu bora zaidi kuliko mwenye hajaenda college. Kwa hivyo ni vizuri kuingia college, alafu anza maisha. Na kama unaona umekomaa, anyway, unaweza anza maisha. Anza kuishi na ujisimamie wewe mwenyewe. Si unaona umepata kazi, tunataka umepata kazi na nini? Wewe jisimamie. Uone zile changamoto na tena usaidie wazazi. Sio tu wewe peke chakula yako peke yako na matumizi yako peke yako, usaidie mpaka wazazi. Sijui nimejibu eh? Still got another question. Yeah. Kama I was discussing with my friend tunafanya na yeye. Okay, tulikuwa na discuss kama umemaliza shule hivyo. Yeah. Na you're thinking of going to maybe college or university. Yeah. Na we came up, we were discussing na akasema what if this year first year nishamaliza, you spend it on working, looking for money and inaweza kusustain, alafu the next year you can go to school na uendelee. Ni vizuri, lakini tena sio vizuri. Kwa sababu gani? Pesa. Unaona kitu unaita pesa? Pesa ni kitu nzuri sana. Na mazoea ya pesa, ukishazoea kupokea pesa, mtu kuambia kwenda shule sio rahisi. Huwezi enda shule tena. Sababu umezoea kupokea pesa kila wakati. Wewe unajisimamia mwenyewe. Ikuta tunaenda shule tena uanze kutegemea wazazi, inakuwa vigumu sana. Ni vizuri kama inawezekana, hata wasichana, soma kwanza. Maliza masomo, kuwa na certificate yako. Basi, enda hii maneno mengine ya kazi, mambo ya ndoa. Lakini ukiingia kwa nini kwanza, kwa kazi kwanza, na ndoa kwanza, mwisho utasahau mambo ya masomo. Ni bora sana kufanya tu wakati saa hii bado hujazoea pesa kwa mkono. Usipokiruka hiyo stage utarudi nyuma. Na either pengine hiyo ilikuwa certificate ama nini ama degree ya kwanza, pengine ungepata degree zingine kule mbele, lakini imekatiza sasa. Ni bora tu ukamilishe step yote tu. Yaani kuwa tu pole pole. Usiharakishe kwenda mbele sana, usifuate process yenye inatakana. Kwa hivyo nimekamilishia hapo. Kuna kitu ya kuongeza? Okay. Bwana asifiwe. So me, what I wanted to say to summarize each and everything that they have said is that as tukisoma kitabu cha Ecclesiastes, the Bible says that there is time for everything. Praise God. So now you have the opportunity to stay in your mother's house. You have the opportunity to depend on them. Time will come when you have to depend on yourself. Not only yourself, you will have a family. You'll have a family that are depending on you. So this is the time that you have to stay with your parents, stay with them, now because they are responsible for your life. So this is the time, stay with them, bond with them. Jifunze kutoka kwa wazazi wenyu, because when the time comes, utakuwa na watu who are looking up to you. Sababu wale watu watakuwa wanataka kuiga mfano wako. Na wewe nawe unaiga kutoka kwa wazazi wako. Praise God. So wakati unaiga kwa wazazi wako, nao watafanya nini? Wakati utakuja, utakuwa na watu ambao wanataka kuiga kutoka kwako. So wakati huu ni wakati wa kufanya nini? Stay with your parents, let them take care of you. When time comes, hata wewe mwenyewe utajiambia, man, this is not the time for me to niendeleane kukula kwa nyumba ya mama yangu. Wengine wanachelewa sana. Wengine wanaenda mpaka 40. Wengi sana wanaenda nyuma. Sasa hiyo ni kukosa responsibility. Ni responsibility. Sense of responsibility. Lakini sisi kama watoto wa Mungu, let us take responsibility for our action. Kwa sababu sisi tuna Mungu. Na Mungu wetu si Mungu mpumbavu, ni Mungu mwenye hekima. So kama sisi ni watoto wa Mungu, let us just be responsible. Let us be wise. Ukipata venye umesema unapata at least something that you can do. Do it. Don't squander the money. Save it. Because you know, hey, next year I'm supposed to join college. How will my mother help me? And I save so that when it comes that you're going to college, mama anakwambia, hii inahitajika. Hey mom, I had saved some money. Bwana asifiwe. You're being responsible. Umeanza kuwa responsible na bado hujapata responsibility. Bwana asifiwe. So ukishaanza kuwa responsible with your own life, even the people that God
utakuwa na furaha because you are a responsible man or you are a responsible lady. So when you get a job, do it because now you don't have something to do, you're not going to school. Just do it. Hata kama uko shule, ukiwa na nini na nafasi kidogo, unafanya nini? Unaifanya, si ati unakaa tu idle. Kwa sababu Biblia inasema that an idle mind is the devil's workshop. Don't be idle. Usikuwe tu na time hata ya kuzunguka, this my God, na boys. Usikuwe tu na time ya kuzunguka after umefunga shule ama after umetoka shule ama day scholars. Don't have time to take, mkae chini, jiangalie, read your books, na utafanya nini? Na utaprosper. Praise God. Amen. Tuwapigie makofi, Tuwapigie makofi, tunaendelea vizuri. Na kama kuna any other question, it is only that the rain is coming na masaa imeenda. I would say this to all of us. Sometimes inafika mahali na kuwei. Shule skills ni important, very much important than money. Na shule haishangi. Sawa. Ukipima uone kweli mimi huko nyuma sina line huko mbele. Bado nitasoma. Unaenda na kutafuta kileta deferment letter. You don't leave the school but you defer for a year. Na wewe ukikuja kufanya hii kazi unaifanya purposefully. Unasema nimekuja kufanya hii kazi deserve 100k. Hii 100k 50 itachukua ni pikipiki. Ama nifungue a certain business. Hii 50 itanisaidia kwenda shule because now it seems like you are taking care now of yourself. So ukikuja ufanyie kazi na ukiwa na purpose, utaifanya vizuri na utasema. Lakini ukikuja ufanye kazi na usahau shule, then you will leave. It is not advisable. You just defer 1 year, come do the work, come umeona it pays well, but you don't go away with the school. Ndio. Our target is first of all to have skills. So that hata ukiletea game kwa job yako niko na skill yangu bado nitasonga kesho. Ndio. So if it kama yani inabidi na defer for a year, tutarudi. Lakini kama inabidi keep alone the money. It's time to come. Ndio. Haya, kuna hii hapa question inasema loss of encouragement. Hata si question ya maandika tu loss of encouragement. Kama kama hana encouragement sasa maisha yake maybe from the people he or she anajipenda, maybe they don't encourage her. So I think we anataka tu encouragement kumsaidia so I don't know which. Okay. Nataka encouragement. Alikuwa Daudi mwenye anasema I encourage myself in the Lord. Wakati alikosa mtu ku encourage, yani kusema sana kumtia moyo. Wakati alipokosa mtu kumtia moyo, yeye mwenyewe alijitia moyo ndani ya Bwana. Sababu wanadamu saa zingine ndio unaweza kuwa na watu wengi karibu na ni sasa tena hauna mtu. Watu wamejaa, marafiki, mandugu, wazazi, nini, familia wako wengi sana. Lakini tu mtu akusimama naye kuambia dada ama ndugu, hapa kwenye unapitia, acha Mungu akusaidie hivi na hivi na hivi na hivi, unakuta wamekosekana. Lakini ikishindikana sana, encourage yourself in the Lord. Sababu Mungu tu ndiye anaweza saidia mwanadamu. Mambo yanaweza shindikana kabisa. Unaji-encourage in the Lord. Sababu gani? Kuna wakati mwingine ibilisi anaweza kufinyilia hivyo. Lakini nawe usiruhusu akufinyilie. Usiruhusu. Hata kama atakuwa amebaki wewe peke yako duniani, usiruhusu ibilisi akufinyilie hivyo na jambo fulani na aibu fulani. Sababu hata mtu mwingine anaweza pata aibu mbaya sana mpaka hata anajifungia ndani ya nyumba hataki kutoka nje. Sema wataniongelea nini? Wanasema nini? Wanasema mambo mabaya kwako. Lakini encourage yourself in the Lord. Mungu atakusaidia na utakuta haya mambo yamepita. Na saa zingine utakuja kuuliza hata watu wagani walikuwa wanaongea kwa mimi mbaya. Unakuta nakwambia dada ama ndugu, kuja unisaidie. Mimi nimepata shida. Watu wenye wamepitia shida kubwa sana. Hao watu saa zingine wakishinda hiyo majaribu ndio washauri wakubwa sana.
Helen Man, huyo mhubiri anasema alikuwa abused na baba yake mzazi. Joyce Meyer, alikuwa abused na baba yake, lakini sasa ni mhubiri mkubwa sana duniani na ushuhuda mkubwa sana aliyeshinda hiyo. Nasema hiyo mpaka niwaambie, sababu kama nilishinda hiyo, hakuna kitu kingine ninashinda mtu, mpaka amesaidia watu dunia mzima. Saa zingine unaweza kuta hiyo shida yako, encourage yourself in the Lord, na ujaribu kutafuta vile unaweza suluhisha hata saa zingine mwenyewe, sababu pengine hakuna mtu wa kushauri. Jaribu kusuluhisha. Mimi kulikuwa na wakati mwingine nilikuwa down sana, mpaka hata nilikuwa naona ya kwamba nitakufa. Hata nilikuwa najiambia mimi anytime nitakufa tu. Mwili imekataa, inauma ovyo nini, nina shida, hata sina mtu wa kunisaidia. Lakini nikasikia mtu nilikuwa nimesoma mahali ya kwamba ukiwa na shida kama hiyo, jaribu kutafuta hobby ama kitu yenye unapenda kabisa. Fanya na moyo wako wote, alafu akili yako na mawazo yako na stress yako yote itapotelea hapo ndani, mwisho utashinda. Si nilianza writing, kuandika stories tu, mwisho mpaka nimeandika vitabu. Hiyo tu, kupitia katika hiyo matatizo hiyo niliitumia kwa advantage yangu. Sasa hiyo shida, jaribu kutafuta kitu ambayo kimekusumbua sana, yaani chenye unapenda kufanya kitu kizuri. Enda weka akili yako pale, uanze kuistudy vizuri na kuifanya vizuri. Utashangaa sana ukute katika hiyo hali mbovu hiyo ndio imekuinua umekuwa mtu wa maana. Lakini ukienda kujifikiria sasa, watakuchekelea wengi sana. Alafu mwisho utakulose self esteem, mwisho utakuwa mtu hovyo kwa maisha. Na watu kama hao wenye wanafinyiliwa na mambo hao, ndio penye Mungu huwa ameweka mkono yake, ama kuna nyota ya Mungu ndani yao. Anajua ukikufinya hivyo huwezi amuka tena. Lakini tumshinde shetani, tumpinge shetani, pinga haya mambo, na mwishowe Mungu atakuinua, utakuwa mtu wa maana kabisa. Manake mimi naweza kusema tukisoma neno la Mungu katika Yoshua sura 1 na mstari ya 6, tuanzie pale. Uwe udari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewaridhisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao, na ya kwamba nitawapa. Uwe na udari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote iliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendapo. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Sawa? Ni kusema ukitaka Joy yenye mtumishi amesema, kitu ambacho kitakusaidia kwa kukutia moyo ni neno la Mungu. Kuwa mtu wa kusoma neno la Mungu, kuwa mtu wa kusikia neno la Mungu. Tunafuatana? Imani inakuja kwa nini? Kwa kusikia nini? Neno la Mungu. Soma neno la Mungu, sikia neno la Mungu, itakutia moyo. Sawa? Kitu cha pili, omba. Maombi itakusaidia kukutia moyo. Wakati unapoomba unasikia faraja ya Mungu inakuja ndani yako. Tuko pamoja? Hivi ni vitu vitakusaidia katika kukutia moyo. Soma neno la Mungu, sikia neno la Mungu, omba. Mimi wakati nikisikia nataka kunivunja moyo wala ninavunjika moyo, ninasoma neno la Mungu. Inanifanya comfort. Ndio ile comfort. Inanitia tena nguvu. Soma neno la Mungu, sikia neno la Mungu, omba, itakusaidia. Mimi nataka tu kumpatia a scripture. Yeah, because this is a letter yenye Paulo alimwandikia Timotheo. Bwana sikiwe. Alikuwa anamtia Timotheo. So it is in the book of 2 Timothy chapter 4 verse 16. And the Bible says, at my first defense, no one came to my surprise, but everyone deserted me.
may I not be held against them. But the Lord stood at my side and gave me strength so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion's mouth. Bwana asifiwe. So wakati ambapo una feel discouraged, just dwell in the word of God as the way pastor amesema. Dwell in the word of God. Go deeper. Wakati ambapo unaona hakuna mtu wa kukusaidia, this word of God itaku-encourage, not anyone else. Usikimbilie friends. Friends wataku-discourage. Watakwambia, oh, you're going through that. I mean, I can't. I have to find a solution. Na wanakupatia the wrong answers, not the wrong solution that you're supposed to. Itakumess. But when you are feeling you are lost, you have no encouragement, just go here. You will feel encouraged. When you pastor amesema, pray over that situation. Kwa sababu Biblia inasema kwamba that we should give thanks in all circumstances. Set circumstances uko happy ndio una give thanks. Even when you're sad, say God, thank you because I'm alive. But I'm not feeling well. I'm sad. Nipatie furaha inayotokana na neno lako. Na Mungu atakusaidia. Amen, amen, amen. Piga makofi, piga makofi. Anasoma neno la maana hapa inasema nini? By the way, all the peace inatoka kwa Mungu. 16 nasema ati, at my first defense no one came to my support, but everyone deserted me. Imefika point kwa Okay. Imefika point kwa life una feel like you are alone in this world. Kila mtu amekutoroka. Yani simu yako ilikuwa inapigwa kila time lakini sasa hivi you have been deserted. Amen. So that's the time when you feel you are low, very low. But peace inatoka kwa Mungu. That's why we are being told by the men of God that we turn unto God for peace. Si ndio? Maisha inakuwa napanda shuka, kuna challenges. Kuna time utafeel uko low, kuna time utafeel uko sawa. Unaona? So hiyo time una feel discouraged. No one talks to you, no one encourages you. The people you expected more from them betray. Amen. God is still there for us. Hallelujah. Amen. Yes. So there is another question. Je, niulize swali mwenye ameandika wimbo. Umefika miaka 50s kama mimi. Umefika miaka 50s. Alafu mtu anakuuliza, "Je, tueleze maisha yako yamekuwa aje?" Alafu mwambie, mimi nilizaliwa tu, nikaenda shule tu vizuri, mambo yote ilikuwa soft, chakula nilikuwa napata vizuri, masomo nilipata vizuri, nikaoa vizuri, tukazaa watoto, nimefika hii miaka mimi niko naendelea tu vizuri. Sijawahi konjeka, sijawahi pata shida yoyote." Hiyo ni story gani hiyo? Nonsense. Hiyo sio story yenye unaweza elezea watu. Hakuna mwenye anaweza sikiza. Hakuna. Nobody. Hati yote ilienda tu hivi. Hapana. Wewe ni binadamu kweli? Hapana. Mwanadamu kamili, panda shuka, panda shuka, panda shuka. Saa zingine inaenda juu kabisa, alafu unarudi. Huyo ndio mwanadamu kamili. Kwa story ya kuambia watu. Unataka usiwe na story. Hata mimi niuliza story yangu, utadia hata kuliko mimi. Utajikwa. Amen, 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 amen. Anything, any reaction according to your, according to that what you have been taught here in Yetimemati? Any reaction from you guys? Any reaction? Kuna reaction. Nenda ya mwisho. Peer pressure. Hiyo niandika to you. Peer pressure. Hiyo ni, I think it is a negative. It can be negative or positive. So we tackle that one and then we see. Let us start with that. Okay. Bwana asifiwe. Peer pressure. Unaweza kusema Kiingereza kusudi na wengine wako wanasikia ya mtu nani. Okay, what is peer pressure? Let me try my level best. Okay, peer pressure is, it's like to be influenced
with a person, either negatively or positively, with your peers. They can do what? They can influence you in a negative way and in a positive way. Let me say in a negative way, kwa sababu wamesema nisimamie negative way. For example, like, let me especially speak to these ones that are still in school, because huko ndio mambo mingi inafanyika. When you are in school, at times you can have friends. When you wanafanya nini, they are just speaking bad things, weird things, and huko mali hapo, Bwana asifiwe. Na wewe uko hapo hivyo, you can't move, kwa sababu that is your class and they are your classmates, ama they are your schoolmates. Bwana asifiwe. And they are influencing you in a negative way. Wengine wanakuja wanakuambia, well, me I have a boyfriend, me I have a girlfriend, Bwana asifiwe, na ananifanyanga this and this and this. Praise God. As I said that there is time for everything. You will have that boyfriend and girlfriend kama wakati umefika. So let not your friends influence in a negative way so that you can stray, you can fit in their group. Kwa sababu huwezi kuwa na una boyfriend na unakuja kukaa na watu ambao wanaongea about boyfriend and girlfriend, hautakuwa una suit their level. Of course utafanya nini? Utajitenga. There are some jobs. So far tulikuwa tuna in schools, kuna pastor alikuwa amefanya research that in school ndio wanauza drugs a lot. Na wanaziuza kwa keki, kwa mandazi, and all that. Wanaeka tu kwa mandazi na watoto wameshajua. They go and buy to a specific person. Wanajua huyu ameweka vitu kwa mandazi. And they do what? And they take it. Maybe we haujui, but your friends watakuintroduce. Praise God. Ule mwenye anakunywa pombe, hakuanza na kukunywa pombe ndiye akakuwa kalewa. Aliambiwa jaribu. Na the moment alijaribu, ikakuwa mazoea. Bwana asifiwe. Kuna mtu alipewa aongee alipewa speech aongee kwa nini? Kwa function. Na huyo mtu alishindwa, how am I going to speak? Praise God. So alienda kuuliza advice kwa rafiki zake. Bwana asifiwe. Hey, mimi nimepewa niongee as the main speaker and I don't know what to say. Sijui kenye tasema. Do you know what the friends told him? Wakamwambia, wewe sasa kenye unafaa kufanya. Wakamletea bandi. Wakamwambia, vuta tu nini? Mbili. Bwana asifiwe. Moshi mbili tu. Utapata maneno ya kuongea. Sasa hiyo wanataka aongee under the influence ya bandi. So those friends influence in a negative way so that he can apate hiyo confidence ya kuongea mbele ya watu. Notice our confidence is not in those things, bandi, sigara, and all that. In confidence yetu kwa nani? Kwa Mungu. Tukisimama yeye anatupatia maneno ya kufanya nini? Ya kuongea mbele za watu. So tusikuwe influence in a negative way. For example, another thing, tuseme mimi nimesema specifically for this was that I'm going to school. For example, hao wenye wako in a boarding school, kuna wanafunzi ambao wana have same sex relationship, like lesbians and homosexuality. It is very common in our boarding schools. So they are influencing you. Bwana asifiwe. Because me, I was in a boarding school. Now there's a point another girl alikuja kuni approach because I was so close to another girl. Na mimi nikasema akani approach in a way that sikuelewa vizuri. So ameni approach the first time. Tena the next time akakuja kuni approach. Akaniuliza mkoaje close na Christy. Nikamwambia see Christy is just my friend and my classmate. I thought so. Unaona? So when I came, nikakuja kuuliza baadaye kwa nini Sharon alini approach hivyo akiniuliza, akaniambia because yeye ni boyfriend ya nani? Ya Christy. Nikauliza how? Mimi hata sikuwa najua by the way. Ndio sasa nikafunguka akili. Akaniambia wewe huyo ni boyfriend yake. Nikamuuliza sasa ni boyfriend yake aje? Wewe usitake kujua mingi. Wewe kaa tu mbali na Christy. So our friends will influence us into having same-sex relationship because we are in school.
kwa sababu wao wenye wako ina day school they can wanaweza pata boyfriend na girlfriend. Sasa huko boarding school hakuna boys, hakuna girls, you are just girls. Anakuinfluence nafanya nini? Mnakuwa na same sex relationship, na it's not healthy for our lives. So we need to shun away from each and everything that will contradict our moral and ethics. Let us remain morally right so that God can be exalted in our lives. Mukienda huko shuleni, mujaribu ku shun away from the things that peer pressure inaleta. Sawa sawa. Okay, before you pass the mic, is there any question on negative side of the peer pressure? Okay, you can even share kama una go through that so that you can encourage. Just asking. Don't be afraid. We are here to help each other, Peer pressure. especially wale wenye wako boarding school. Any question concerning negative side of peer pressure? Mimi naulizia on their behalf, how can somebody, mtu anaweza avoid aje kuwa carried away na peer? Yes. Yeah. How can you avoid? There's last week tulikuwa hapa na Bishop was telling us about being rooted in the word. Praise God. So you cannot shun away from all those things if you're not rooted in the word of God. At some point utafanya nini? Utangolewa. But those who, like tuseme for a wise man, alijenga nyumba yake kwa msingi ulio imara. Lakini yule mpumbavu alijenga tu kwa mchanga. So our foundation tumeijenga wapi? Tumeijenga kwa wazazi wetu? Tumeijenga kwa akili zetu sisi wenyewe? Ama tunamtegemea Mungu? Bwana asifiwe. So when we have rooted our lives in the word of God and in the spirit, tutakuwa strong. Tuta overcome each and everything that the devil will bring our way. Always pray. Prayer is the only key that will help you to overcome all that. Bwana asifiwe. Wakati ambapo utakuwa unaomba, Mungu atafanya nini? Hata atakuletea, atakwambia what is going to happen next. So wewe unakuwa well prepared because you are in prayers. Bwana asifiwe. Lakini usipokuwa prayerful, of course you'll be sailed away. If you're not rooted in the word of God, if your foundation is not in the word of God, utafanya nini? Utapelekwa na upepo. Wakati ambapo mawimbi inakuja, hiyo ya peer pressure inakupeleka. Bwana asifiwe. So let us be rooted in the word of God. Let us be prayerful. Ukiwa uko shuleni, pray. Any opportunity that you get, don't just stay, don't just mingle anyhow. Pray and read the word of God. You will be stronger than ever. Just to add on what she has said, always learn to say no. Always. Yaani, umejua kwetu sisi tujaiona amani na man wana get along. How can somebody kuja na approach and is a man? Ama is another lady approach. So ukiangalia foundation yenu huko nyumbani, huko from where you're coming from the church, from home, there is nothing like that. We say no. Saying no, it doesn't mean that una hate them, but you're just hating the character that they have. Wewe unajua sisi hatubali, lakini yule anakuja anambia ile ndio kaya ule ama ile box iko empty. Ama anakuja anambia amo leo tutembee huduma na manyumba ziko empty. You know very well sisi we don't do that. Ndio. You know very well that sisi from my foundation we don't steal. You say no. Mtu anakuambia twende tu, hata itakuwa yani twende tu, hata ile akani nini tamu. It's just go na kuembeleza, and then unafika huko na unajikuta you are in the trap. So before it reaches there, with the foundation that we've been brought in, we learn to say no. Mtu akikwambia ati abi masi Cynthia, niko na msee ni chali yangu, lakini akona besta yake, si twende hivi. No, sio vitu ina happen. Ati huyu tuli besta yangu, alafu besta yako akona chali yake, akona besta yake. So anataka yeye bila akona huyo chali yake pia uwe na ule chali mwingine. Unaona, huyo besta yake mwingine, so that mkue
let's avoid the Me Too syndrome. Me Too syndrome ni I have a boyfriend. Oh, me too, I have to look for a boyfriend. I deliver you. Maybe, you know. So Me Too syndrome ni kitu mbaya sana, inatufanya tunataka kurelate na other people, yetu tunaingia kwa shimo, si ndio? Okay, kuna kitu imepop my mind after tumekuwa tukiongea, nikafikiria that even though huyo boyfriend yako huyo friend yako anataka introduce kwa friend ya boyfriend yake, bwana asifiwe, atakuja kuambie that way, you know, mimi I had a sexual relationship with my boyfriend. Now it was good. I'm influence in a positive way or in a negative way? In a negative way. Bwana asifiwe. But when you are not rooted in the word of God, even me, I want to try. Bwana asifiwe. I'm a good influence in a negative way. So we need to overcome each and every negative thing that comes in our way. Okay. Nami wacha nichangie. Nasema ya kwamba ati watu wengine husema ati ni vigumu sana mtu kukaa in a positive way. Wengi husema hivyo. Ama ni vigumu sana kuepuka peer pressure. Wengine husema hivyo. Lakini inawezekana. Na mifano ziko. So for example, nasema hata watu wenye unaona, hata huwa anasema ati mtu kama hajakunywa pombe, hajavuta bangi, hajakunywa sigara, hawezi kuwa pastor. Mshasikia hiyo msana? Mshawasikia? Huwa anasema. Hiyo ni ukweli. Si ukweli. Kuna wengine ambao wajawahi onja pombe, wajawahi vuta sigara na wameokoka, ni watumishi wa Mungu. Tena wazuri kabisa. Yaani kuna wale wenye hawakujichafua hata kidogo. Wengine waliokoka wakiwa wadogo, wengine wameokoka baadaye. Lakini baada ya kujichafua, kuna uwezekano. Sasa useme tu bila marafiki wamesema lazima tu. No. Inawezekana ukue pure na bado umeokoka na tena umeokoka. Inawezekana. Kama hizi nimekuwa na watu hapo. Nishakuwa na kuvuta sigara. Si kwa hiyo kuvuta sigara. Ingawaje wako marafiki wa karibu sana. Si kwa hiyo na mshoni kaokoka na ndio mimi huyu mtumishi wa Mungu. Hata wewe inawezekana. Usitumie hizo vitu, usipate peer pressure na bado uwe mtu mzuri kabisa. Kuna niliuliza mwanafunzi mwingine kwa college fulani, nikamuuliza na kule kwenu na si nini, siwe aonyesha imani yako, aonyesha wenzako umeokoka. Anasema nionekane mpuzi. Mpuzi kwa nini? Ati wanasema watu wenye umeokoka wote ni wapuzi na ni waongo. Hakuna mtu ameokoka dunia hii. Hiyo ni ukweli? Hapana. Sio kila jambo linasemwa na watu ni ukweli. Ati lazima uwe na girlfriend ndio uonekane wewe ni mwanaume wa maana. Kuna wenye waje kuwa nao lakini ni wanaume wa maana. Mwisho wameoa na familia zao ni watu wa maana kabisa. Na in fact ni ibilisi ndiye anadanganya watu. Ukishakuwa na boyfriend na girlfriend wengi, ikifika kuoana unakuwa na ile sense ya kunini. Hauna ile sense ya kulinda ndoa. Hauna? Hauna, imeondoka ndani yako. Ama imepungua nguvu. Sababu ibilisi anataka watu wajichanganye sana ndio wasiwe watakatifu hata katika ndoa. Na siwepuke huo mtakatifu wote vile ndoa inakuwa mzuri. Ndio hata nyumbani kwetu tulikuwa naangalia wale watu wenye walikuwa na wanakuwa na girlfriend wengi. Ikifika saa ya kuoa, unakuta hata msichana mwenye na huyu ameoa nani huyu sasa? Si msichana mzuri. Ndio msho ameoa. Yaani haibambi mtu mwenye ameoa. Kwa nini? Na mwenye alitafutiwa. Hiyo ndio inatulia aje? Huyu jamaa hakuwa anajua kuongelesha kama msichana. Hajui akatafutiwa. Ndio imetulia. Haina shida yoyote.
sababu wajichafua. Sasa ni uongo wa Ibilisi imeingia katika dunia, inachanganya, inafanya mambo yenye sio matakatifu yawe yapendwe sana na watu, ili ya kwamba kizazi kiharibike. Na kizazi kikishaharibika, wanajua kwamba Mungu hatakuwa na watu wengi, wengi watakuwa shetani. Kwa hivyo pia pressure sio lazima ufuate mfano yao, na in fact wewe binafsi umewekwa pale na Mungu ubadilishe ile sehemu yenyewe. Umepandwa pale mahali, kama ni shule, kama nini, umepandwa pale na makusudi na Mungu wako, ili ya kwamba uwe mfano bora, uwe mwenye atabadilisha pale mahali umepandwa pale. Na wewe uoni, wewe unaona tu watu wengine, fulani ndio watu ya maana. Watu wa maana wanaenda wanaisha. Kuna watu wa maana wengine utokea wenye hujawahi, anainuka mpaka anakuwa mtu wa maana, ama anatoka kwa hiyo shule, alumni wa shule hiyo, unakuta ni mtu mwenye hata hakuwa wa maana sana, lakini wale wenye walikuwa wanajibeba hivi walipotea. Hata katika vijiji vijana wenye wanajifanyanga hao ndio wanajua sana, mwishowe wanakufa mapema. Anajua kuvuta bangi sana, anajua kisirani sana, wanakufa mapema, ama mambo yao yanaharibika mapema. Lakini wenye walikuwa watulivu kiasi wanadumu mpaka wanakuwa na familia, mpaka wanakuwa watu wazima kusaidia watu wengine. Kwa hivyo usijione wewe ni duni. Kama una Kristo, wewe ni mtu wa maana sana. Sasa ujione wewe ni mtu bora, na unaweza badilisha kwa kusema no bila anasema. Ukisema no, unaweza badilisha mambo mengi sana. Nitamalizia na mfano kamoja. Niliona nilimsaidia sana. Kuna vijana, nilikuwa ngambo sijui nchi gani. Kuna vijana walienda katika kitu kama bashi. Kubwa sana, vijana walitana mji huo wote. Wakaenda wakajazana mahali. Sherehe ya kudansi na kukula na nini. Wakakula, wakadansi, ikaisha. Sasa wakaambiwa, walikuwa wanatumia lugha ati let's go to port. Yani ile mtungi. Hell to port ndio nini? Huyu haelewi. Nasema hapana, kuja tuende. Mambo ya peer pressure hii. Wakavuruta huyo msichana, wakamwambia tuende. Hizi kwani tumekula tayari zime? Tuende. Wakavuruta wakaenda kwa hole nyingine kama. Chenye alikuta huko pombe zimejaa aina zote. Hadi hii ndio mnasema ndio port. Sema ndio hii. Sawa, kila mtu hapo kishaingia unakunywa pombe. Hata kama hujawahi kunywa mara ya kwanza. Kumsia sijawahi onja pombe mimi. Sasa itakuwaje? Anasema lazima ukunywe pombe. Si mwenyewe ulijileta, lazima ufanye vile zako unafanya. Huyu msichana alisema no. Wengine wakataka kujua kwa nini anakataa, na kila mtu alikuja hapa anakunywa pombe. Akasema no, siwezi kunywa pombe. Akaleta furugu kubwa mpaka hata wote wakakuja. Wanamuuliza kwa nini hawezi kunywa pombe? Kwani yeye yuko na gani? Akasema mimi sikunywi pombe na sianzi leo kunywa pombe. Hivyo. Mpaka hiyo mkutano wakafurukika. Sasa kidogo mwingine anasema kama fulani yakunywa hata mimi sitakunywa. Tena mwingine anasema hata kama fulani yakunywa hata mimi sitakunywa. Kama fulani yakunywa hata mimi sitakunywa. Hivyo. Mpaka kila mtu akasema hata mimi sikunywi pombe. Sisi hatukunywi pombe leo. Nasema wakatoka wote kwa hiyo hall. Siku hiyo wakunywa pombe. Sababu ya msimamo ya msichana tu mmoja. Out of 100 some 1000. Mmoja tu alibadilisha hiyo watu wote wakunywa pombe. Sasa atakuwa yako ni tafu kuliko hiyo. Yako si tafu kama hiyo. Barikiwa. Amen. Unajua Biblia inasema a bad company corrupt a good behavior. Ndio vile. Nikusema warafiki wabaya uharibu tabia njema. Ndio maana nafaa kujilinda sana. That's why inabidi kujilinda sana kwa warafiki wabaya. Kwa sababu kama unajua uko Mkristo, jilinde na rafiki mbaya. Ukiungana na rafiki mbaya, let me tell you the truth. Ukiungana na rafiki mbaya, lazima atakuinfluence. Tuko pamoja? Ile ujue awezi kuiavoid ile atakuinfluence tu. Ukitembea, Biblia inasema ukitembea na mchawi atakuinfluence na wewe utakuwa mchawi. Ukitembea na msharati atakuinfluence na wewe utafanya nini? Mwisho na wewe utaanza fanya nini?
utaanza kufanya usharati. Ukitembea na huyu, mwisho na mwisho, hata kama utajilinda, utajichunga, mwisho na mwisho utaanza na wewe kufanya nini? Kuvuta. Tukisoma hata hii tu, tusome Zaburi, sawa? Zaburi 1:1-3 nasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri ya wanani, ya wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Mnanielewa hiyo? Kisha nasema mstari wa 2, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Kisha 3 nasema, naye atakuwa kama mti aliyopandwa kando kando ya vijiti vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alitanyauka, na kila alitendalo litafanyikiwa. Zaburi 1:1-3. Sawa? Tunafuatana? Ni kusema uwe hange sana na bad company. Tuko pamoja? Bata kuinfluence na wewe utafanya vitu vibaya. Jilinde sana na warafiki wabaya. Kama unajua umeokoka, jilinde na rafiki mbaya. Jilinde, tembea na warafiki wenye wameokoka. Wako wengi. Tembea na Wakristo. Tembea na mtu mwenye iko na behavior ya mzuri, hata kusaidia. Sawa? Usiende kujiunga na mtu mwenye iko na tabia mbaya, hata kuinfluence. Usifanye vile. Aseme utamuokoa. Hapana. Utamuokoa namna gani na uko najiunga naye na uko rafiki yake? Hapana. Hata kuinfluence tu. Tunafuatana? Jilinde, na unaweza kumhubiri, lakini usifanye nini? Usitembee naye, usikue naye kila muda. Ya, mhubiri, mwambie neno. Ukiona anakataa, achana naye. Achana naye kabisa, wala usipoteze muda wako bure. Wende tafuta watu wengine. Ukiona mtu unamshauria haitiki, unamshauria hakubali, achana naye. Afadhali unatembea peke yako kuliko na kutembea mtu mwenyewe ana njia mbaya, atakuinfluence. Tuko pamoja? Itakusaidia sana. Afadhali unajilinda wewe mwenyewe, unakaa wewe mwenyewe, unaomba. Mimi mara mingi wako kwenye mnaniona, rafiki yangu zaidi ni mke wangu. Tuko pamoja? Mimi si kwa na rafiki wa office au utaniona niko na marafiki wengi. Rafiki, kama ninasema rafiki, nafikiri tunaelewa. Kuna rafiki na watu wenye mnazoeana nao haiko sawa sawa. Rafiki, niko nasema rafiki mwenye iko karibu na wewe sana. Unaweza kumwambia siri yako na anakuambia siri yako. Tuko pamoja? Ndio niko nazungumza. Mimi rafiki yangu kabisa wa karibu yangu sana ni mke wangu. Sawa? Kwa sababu ule tunachangia nani? Tunashare. Ule ni mke wangu, tunashare. Kwa sababu gani? Warafiki wengi wanavunja moyo. Kuna warafiki wengi watakuinfluence. Kuna warafiki wengi watakuvunja moyo. Kuna warafiki wengi watakuletea shida. Kuna warafiki wengi watakuletea matatizo. Mimi nishapita kwa experience sana. Sasa fanya warafiki wako wawe wawili. Nyinyi hamna shida kwa sababu hamna wake, hamna waume. Sawa? Lakini fanya rafiki yako kwa saa hii akuwe nani? Mungu, kwa sababu ngali single. Lakini wakati utaoa, fanya rafiki yako mke wako, fanya rafiki yako nani? Mume wako. Hao ndio warafiki. Watoto wanaweza kuondoka, lakini ule utabaki na uko close naye sana. Tuko pamoja? Mke wako uko close naye, mume wako uko close naye, hamtaachana. Yamkini uoe vibaya wala uolewe vibaya. Sawa? Lakini kama unajua mke wako kabisa iko vizuri, mume wako iko vizuri, hana shida, mfanye kwa rafiki yako. Atakusaidia sana. Tuko pamoja? Na ufanye mtu wa kwanza ni nani? Mungu. Mtu wa pili mke wako wala mume wako. Lakini hawa warafiki wengine sikukatalikwa na rafiki, lakini chunguza, angalia sana vizuri. Sababu warafiki wengi watakuvunja moyo. Warafiki wengi watakuletea shida. Warafiki wengi watakuletea matatizo magumu na unaanza juta. Nilishapata habari ya watu wengi ya marafiki. Wanavunjika moyo vya marafiki, alikuwa anamwamini sana lakini anamvunja moyo. Anaanza kufanya vitu vibaya. Na
siri zake nje. Tuko tunafuatana, sababu mtu, mnaelewa hiyo inasemaga mtu ni mtu. Unamwamini mtu sana, lakini ule mtu atakuja kuvunja moyo kwa dakika ya mwisho, unaanza kumsirikia, unaanza kumwona mbaya. Hapana, ni mtu. Na ndio maana unafaa kuwa careful sana. Be careful na rafiki, hapana kuchagua rafiki ovyo ovyo. Tuko pamoja? Si wakatalie, mnielewe vizuri. Sikatali kuwa na, lakini ufanye nini? Kuwa careful sana na rafiki. Usijiunge na kila rafiki. Rafiki ni mtu wa karibu sana. Haiko kila mtu unaweza kufanya kuwa rafiki yako. Mungu awabariki. Amen. Kwa mfano kwa Biblia, Shadrach na Daniel na wenzake hawakuniniwa kufuata mambo ya mfalme, yani walikaa katika ile wokovu yao, na mwishowe wakakuwa wakubwa kule Babeli. Sababu hawakujichanganya na mambo ya nchi hiyo. Sasa hata wewe usipojichanganya, bado unaweza kuwa mtu wa maana sana. Lakini jichanganye, utashindwa tu, mambo yako yanaanza kukwama tu. Unashindwa kwa nini? Kumbe ni wewe mwenyewe mwenye msababisha. Kaa katika utakatifu, Mungu akushangazwe. Panga tu mambo yako vizuri, soma tu vizuri, unafanya mambo yako vizuri, Mungu atakushangaza sana, na vile atakubariki. Lakini ukijichanganya, utashangaa sana vile utakuwa mtu wa maana. Panga tu mambo vizuri, soma tu vizuri, fikiria tu vizuri. Mimi nianza kufanya biashara nikiwa na 22 years. Nikawa na business yangu na 22 years. Na wewe uko na 23. Na umewazako juu ya mambo vile itakuwa kwa mbele. Generation ya sasa. Inawezekana, lakini msiwe soft sana. Msitarajie tu wazazi wafanye kila kitu. Sisi mambie tunawachana na mambo ya marafiki hao. Na upiganishe na maisha, usiangalie tu nataka kusema usiangalie tu shule tu. Unajua shida ya sisi wa Afrika, kama tuko nakutana tunapata shida, tunatizamia tu shule tu. Hapana, unaweza kufanya makazi ingine. Unaweza kujifunza kazi. Unajifunza mambo mengi yanakusaidia maisha. Usibakilie tu shule. Sasa niko nakutana watu wanasoma shule hapa. Ile shule yenyewe anasoma na pia kujikutana kwa mwisho anakosa kazi. Ameviona hapa, nafikiri hapa Kenya iko sana. Watu wengi hapa wana makazi kwa sababu gani? Walisoma masomo, walitegemea tu kwa masomo, na ile masomo wakazania kama watapata kazi. Wanafika wanamaliza hiyo, wanajoa college. Anamaliza college, university, anakia kujikutana hakuna kazi ya ile. Nani atamkamata kwa ile? Mwe mnaangalia mashule yenyewe mtakuwa mnasoma nyinyi wanafunzi, niko na washauria. Usisome juu ya mtu mwingine amesoma. Soma, mtu anasoma kajua anajua, kwa mwisho ile masomo itafanya nini? Akimaliza pale anafanya nini? Anapata kazi. Lakini uende usome, tuseme mfano, uende usome buloya. Sio bule. Lo hiyo. Uende usome hii kuwa advocate. Umalize ile. Hapo unafikiri utapata kazi hivi? Mimi nauliza, Kenya nani atakupatia hiyo kazi? Tuko tunafuatana, hiyo ni mfano niko nawapatia. Soma masomo yenyewe, unajua uko na prepare future yako. Wakati unamaliza, una make sure kama ukimaliza tu pale unapata kazi. Tunafuatana. Lakini sasa hapa watu wako wanasoma juu ya kusoma tu. Na ndio maana uko unakutana anamaliza college anabakia kunyumba miaka ingine 5 iko pale. Hakuna kazi. Kwa sababu gani? Alisoma masomo yenyewe hawezi kupata kazi. Kuko masomo zenyewe ukimaliza hutapata kazi. Na kuna masomo mengine uko nasoma na wako wanakutafuta. Alipata hivyo. Sawa, tusome udaktari. Ungali tu nasoma bali uko nafanya kazi na watu wako wanakutafuta tu, umalize tu wanakukachukua. Na ingine nini hapa iko? Hata nasi hiyo tena. Ingine masomo iko nasi nayo ukisoma tu wanakuchukua. Huko ingine hapa yenyewe niliona inavuma hapa ya education, sijui. Education sasa iko Isha kwa poa. Isha kwa poa.
Juu niliona nisikia hapa nako walimu wako wengi.